Mambo vipi? Karibu sana kwenye episode ya kwanza kabisa ya podcast yetu inayoitwa The Heavy Talk Podcast. Sehemu ambayo tunazungumza mambo mbalimbali kuhusu elimu, burudani na mambo kadha wa kadha. Mimi naitwa Agre Kasanga, lakini unaweza kutufuatilia pia kwenye mitandao yetu ya kijamii kwa anwani ya TBC Online. Utapata kufahamu mambo mbalimbali, lakini pia muendelezo wa episode ambazo tutakuwa tunakuletea kuhusu mambo mbalimbali hapa. Sasa hii leo studio tuko na mgeni wa uzito wa juu, au unaweza kusema the heavyweight mchambuzi analyst wa kiwanda cha burudani. Sio mwingine ni Saidi Haja. Atakuwa naye hapa, tutazungumza mambo mbalimbali kuhusu kiwanda hiki cha burudani, lakini pia mambo mbalimbali kuhusu yeye na kazi zake za kila siku. Mambo vipi Haja? Bwana fresh Agre, mambo ni aje? Mambo safi kabisa. Karibu TBC Online. Najua hapa ni nyumbani, tunafanya wote kazi chini ya shirika la utangazaji Tanzania. Lakini ukaribishe kwa sababu kwa mara ya kwanza tunakuja kwenye kipindi changu, kwenye podcast yangu. Yes. Asante sana. Asante sana na nikupongeze Bwana Agre. Podcast sasa hivi ndio future ya masuala ya utangazaji. Sawa sawa. Unaona hata nje wanavyofanya, wanawekeza zaidi huko. Hata radio station baadhi unaona mfumo wao mwingi ni kwenye hayo maeneo. Kwa hiyo kama umeanza mapema hivi ni jambo jema sana. Mimi nafurahi kwa kweli, japokuwa hapa nyumbani lakini hiki chumba sijawahi kukizoea. Ndio mara ya kwanza umeingia, lakini pia tunafurahi pia kwa sababu ni kati ya watu ambao wanafuatiliwa sana kwenye mitandao ya kijamii huko. Nashukuru sana. Una kijiji chako umejitengenezea kupitia content ambazo unazifanya. Uchambuzi ni moja kati ya jambo ambalo sasa hivi linafuatiliwa na watu wengi sana. Kwa hiyo sawa. Nataka kufahamu na pengine pia wanaotutazama sasa hivi wangependa kusikia kutoka kwako. Safari yako, hustling zako zilipoanza sasa mpaka leo tunazungumza ukiwa ni mtangazaji, mchambuzi pia wa burudani kwenye kituo cha Bongo FM ambacho pia kinamilikiwa na shirika la utangazaji Tanzania TBC. Briefly unaweza ukatuambia hapo? Okay, utangazaji mimi nimeanza muda mrefu toka nasoma form 4. Ilikuwa kwa Shungu Sekondari Morogoro, Ifakara. Nilivyomaliza form 4, matokeo yangu hayakuwa mazuri sana. Lakini nilikuwa na credit ya kwenda chuo kusoma journalism. Hayakuwa mazuri kwenye eneo la kuendelea advance. Yes, kidato cha 5 na 6. Lakini alikuwa ananiruhusu kwenda kwenye vyuo mbalimbali. Kwa hiyo na nimekusimulia hapa historia yangu namna ambavyo nilianza kupenda radio. Nikajikuta ninawiwa kwenda kusomea journalism. Kwa hiyo nilivyoanza kuingia chuo mwaka wa kwanza tu, bahati nzuri sana pale kule Ifakara kulikuwa na radio. Ilianzishwa kipindi hiko inaitwa Radio Pambazuko. Kwa hiyo mimi hata wakati mwingi nilikuwa baada ya ile radio kuja sikuwa tena nasikiliza radio za Dar es Salaam, nilikuwa nasikiliza radio za nyumbani, hasa hiyo Radio Pambazuko. Kwa hiyo wakati nasoma wakati nimeingia zangu chuo, mwaka wangu wa kwanza tu nilikuwa nimelinki na moja kati ya watangazaji kwenye hicho kituo cha radio. Nilisema toka sekondari kwa sababu mimi nilikuwa niko nyumbani nafanya shughuli zangu zingine zozote, nilikuwa na mtindo wa kutangaza mimi mwenyewe. Na nadhani hiyo pia ilinipa chance nzuri sana hata wakati nipo chuo, nilipo link na watangazaji wa kwenye kile kituo cha radio pale Morogoro Ifakara. Walivyonisikia tu mara ya kwanza walinipa nafasi. Kwa hiyo mimi naanza chuo tayari na ni mtangazaji kwenye hiyo radio. Walianza kunipa zile clips za kusoma kwa ajili ya kuripoti mambo ya habari na nini. Kwa hivyo nisikiliza tu mara ya kwanza akaniambia wewe unaanza kutangaza. Kwa hiyo ilikuwa mapema baada ya kuingia chuoni. So nimekuwa nayo hiyo mpaka nimekuja kufika hapa leo niko Bongo FM, na kama ambavyo nasema miongoni mwa wachambuzi ambao kiukweli tuna impact kubwa. Naam, kwenye kazi ya uchambuzi, kwenye kazi yako sasa hiyo ya uchambuzi wa masuala ya burudani, huwa unatumia Dr. Upupu. Nataka uniambie usiku ambayo uliamua kutumia hilo jina kama brand name yako kwenye kazi. Ilikuwaje? Au kama kuna mtu ambaye alikubatiza jina hilo, tupe story ilikuwaje? Okay. Nilianza utangazaji Dar es Salaam. Nilivyosema sasa natoka Morogoro na kuja Dar es Salaam kwa ajili ya kutafuta zaidi nafasi, na plani yangu ilikuwa kutangaza kwenye miongoni mwa radio 3 kubwa zenye nguvu nchini. Haikuwa kubaki mkoani. Kwa hiyo nilipofika hapa, namshukuru sana Dan Chibo
ndo mtu ambaye alinipokea yeye kwa mara ya kwanza kuniaminisha na kunipa kipaza kuongea, kutangaza. Ilikuwa Bongo Amini TBC FM kipindi kile. So wakati niko pale tulikuwa siku moja tunapiga stories za kawaida kabisa. Mimi napenda vitu vya utofauti. Naam. Charlotte kwa sijui kama itakuwa inaruhusiwa kutaja pia watu wengine kwenye vituo vingine. Taja. Kuna DJ mmoja anaitwa DJ Mafuta. Huyu alikuwa yuko sijui sasa hivi yupo bado EFM pale. Kwa hiyo kuna siku tulikuwa tunajadili kuhusu, mimi nilikuwa napenda tu nikisikia DJ Mafuta. Yaani unajua jina la tofauti, mtu anaitwaje Mafuta? Sawa. Kwa hiyo kwenye kuzungumza mimi Dan Chibo na watangazaji wengine pale kwamba bwana, of course hii kitu kiukweli inafurahisha sana. Ndo nikasema sasa mimi nikasema hivi, what if mtu anajiita Upupu? Like bwana DJ Upupu ama mimi bwana naitwa Upupu. Sasa nilivyoweka vile ili jina kiukweli ni miongoni mwa jina ambalo nilikuwa silitaki kabisa. Japo mimi nilitolea mfano. Na shangaa kesho yake tunaenda kwenye kipindi mimi na Dan Chibo. Dan Chibo hajanitambulisha tena kama haja. Anambia niko na Upupu hapa. Bwana nilijisikia noma sana. Lakini kutoka pale sasa watu wakawanisikia nje, wakanibadilisha jina pale pale. Bwana huyu Upupu. So tulivyotoka kutoka TBC FM kuja Bongo FM. Bosi wangu Anastasia Odihelic, namshukuru sana by the way. Yeye ndo, yani mimi ndo yeye amenifanya niwe hivi leo. Kwa sababu alikuwa anaamini kwenye kuuza mitazamo zaidi kuliko kuripoti masuala ya habari sijui za kimichezo ama una ripoti kuhusu burudani. Watu wanataka kusikiliza Haja Dr. Pupu anazungumza kitu gani. Kwa hiyo nilivyoanza sasa kufanya analysis ya muziki, watu ghafla nilipokelewa kwa ukubwa sana na expert mbalimbali wa kwenye kiwanda cha burudani, lakini vile hata cha habari. Wa Kongo akina Sky walikuwa wananicheki, bana unafanya kitu kizuri sana. Kwa sasa kwenye kuandaa zile yale material, Upupu miongoni mwa watendaji wenzangu anaitwa Jaza Mwali akanipa cheo hiyo siku. Kuna siku nilichambua vizuri sana kuhusu muziki, akaniambia sasa wewe kuanzia leo sio tena Upupu, wewe nakuvalisha cheo cha udaktari. Kwa hiyo Dr. Upupu ndo ukapata udaktari wa heshima. Bwana nikapewa udaktari wa heshima, nisije nikapokonywa tena kama bwana Babu Tale tena ikawa contradiction hapo. Sawa bwana, umepewa udaktari wa heshima kwenye uchambuzi wa burudani. Sasa leo nataka nitumie knowledge yako. Tanzania tukizungumza kuhusiana na burudani tutahitaji Bongo Flava kwa sababu kwa sasa hivi inafanya vizuri na imekuwa kama icon au utambulisho mzuri wa burudani kwa Tanzania. Sasa kwa investment ambayo imefanyika au tuseme uwekezaji ambao umefanyika kwa wasanii kuanzia kwenye video, kwenye promotion na mambo mengine, lakini still tunaona kwenda kimataifa ni kama bado kuna changamoto kubwa. Wasanii wetu wa Tanzania wamekosa nini kufika global, kufikisha nyimbo zao kwenye chati kubwa kama Billboard, Spotify na chati nyingine? Kwa sababu tunaona kama tatizo ni lugha, kuna baadhi ya nyimbo zimeimbwa Kiingereza lakini bado hazifiki kule ambako wenzetu wapo. Okay. Tupo kimataifa. Na sikudanganya mtu kaka. Labda uniambie idadi ya watu ambao ya wasanii ambao wapo kimataifa ni ndogo. Lakini wasanii wapo kimataifa. Umeona Jux? Yes. Jux mwaka jana ana wimbo unaitwa God Design, amefanya na Fino kutoka Nigeria. Yes. Wimbo ule for the very first time ndio msanii pekee anapeleka wimbo kwenye chati za iTunes na streaming zingine, platform za kusikiliza muziki Nigeria. Anashika namba 1. Yes. So Nigeria peke yake, ilienda Ghana. Kuna siku moja Wakazi alikuwa Marekani wakati God Design anafanya vizuri, alitoa report. Wakazi anajitambulisha kutoka Tanzania, anasema okay, kuna mama alikotoka Jux. So unaweza ukafeel kwamba ukimataifa sisi wa Tanzania, wasanii wetu wa Tanzania wapo kimataifa japo wachache. Na mimi nitakuwekea ndakufanyia analysis yao wasanii wote hao kwa numbers na vitu vingine. Ukisema nimemwona pia Otile Brown kutoka pale Kenya, sijui alitumia logic gani. Anasema kwamba wasanii wa East Africa hakuna msanii ambaye yupo kimataifa. Diamond Platnumz ameenda kujaza Royal Albert Hall London mwaka jana. Yes. Diamond Platnumz London mwaka jana hiyo ameenda kuperform kwenye mtaa ule. Kuna DJ mmoja anaitwa DJ AG ambaye anafanya shows performance na wasanii
wengi duniani lakini anafanyia street mtaani. Kile ni kipimo bro cha kuona huyu msanii anakubalika vipi. Wapo wasanii wa Marekani wenyewe na wa Uingereza wenyewe ambao wanazunguka na DJ AG pale London, hawakujaza, hawakupata watu wengi kama ambao Diamond amewapata, na ilibidi atumie ulinzi kupangua watu ili aende kuperform. Sawa. So unamwona Diamond yupo huko, lakini vile vile tazama namna ambavyo hata yeye pia wimbo wake huu ambao ameutoa wa Joy alofanya na Jux umehit pia number one on iTunes na maeneo mengine Nigeria. Umefanya vizuri kwenye chati mbalimbali duniani, Australia na sehemu zingine. Komasava ambaye amefanya na Justin Derulo, yupo content creator mmoja kwenye mitandao utakutana naye, labda pengine anahoji, huwa anaonyesha picha za wasanii mbalimbali wa Afrika. Anawahoji watu ambao wako nje na mipaka ya Tanzania. Wana recognize baadhi ya nyimbo za Diamond. Kwa mfano Komasava, anaweza kukutana mtu mwingine akasema huyu sura yake sijawahi kuiona, lakini akimtajia wimbo au akimsikilizisha wimbo anasema huu wimbo naujua. The same kwa Davido, Wizkid, wanaenda maeneo mengine wanajulikana kwa sura, kuna maeneo mengine hawajulikani kwa sura, lakini kazi zao zimefika. Kwa hiyo ukiniambia wasanii hawaendi kimataifa sio kweli, na mimi nakuhakikishia mkubwa. Huu mwaka huu na mwakani pengine labda utayari wa wasanii wenyewe wana uwezo wa kwenda kufanya show kubwa hata Otto Arena London, ukumbi ambao unaingiza watu zaidi ya 20,000 pale. Sasa tukibakia hapo kwenye issue ya wasanii wetu kwenda global, kwenda kimataifa. Umesema kwamba wasanii wetu wanaenda kimataifa lakini sio wengi. Ni wachache kwa hesabu. Sasa labda tunahitaji kitu gani kwa wasanii wengine ambao wanafanya music na kazi zao mara nyingi zimekuwa zikifanya vizuri labda kwenye mipaka ya Afrika Mashariki? Tufanye nini? Wanahitaji kitu gani hao wasanii ili kusudi tuongeze idadi ya wasanii ambao wanafanya vizuri kwenye level za kimataifa? Okay. Okay. Mimi nadhani tulipofika sasa hivi kwa hawa ambao tayari wametangulia, kitu pekee kwanza naanza na hao. Wanahitaji awareness, kutengeneza awareness zaidi mataifa ya nje. Tayari muziki yao ipo. Agree, kuna mtu anaweza akaisikia sauti yako wewe lakini asikujue kwa sura. Kwa hiyo twende na sisi. Kwa mfano Diamond alienda Paris kwenye show ya Fally Ipupa, ilikuwa nzuri, wakaonekane. Watengeneze public relationship na vyombo vya habari kutoka Marekani, London na maeneo mengine. Kwa mfano zipo blog kubwa, msanii unapoandikwa unakuwa recognized na mataasisi na mashabiki wa muziki wenyewe worldwide. Mtu kama Diamond pamoja na Jux ama Rayvanny, sasa hivi kilichobaki wazitumie hizo page kama The Shade Room, Revolt, TMZ kuchapisha maudhui yao, kutengeneza story zao ili waende zaidi viral. Hii sasa kwa hawa wasanii ambao tumewaona tayari wana mwanga. Rayvanny Agree kwa nje ni msanii mkubwa sana. Ukifuatilia baadhi ya show zake anazofanya pamoja na hata zile tu appearance anazotokea kwenye mataifa ya nje, unaweza ukaelewa ni mtu ambaye anagombaniwa picha kama yuko Mbeya ama sehemu nyingine yoyote. Kwa hiyo tayari wana mwanga huo. Kwa hiyo ni lazima wafanye hivyo, lakini kubwa zaidi ni hatuwezi kukwepa swala la uwekezaji wa quality videos, kutengeneza connection. Wa Nigeria wenzetu toka kienzi za kina Fela Kuti miaka ya 80 huko wameingia mataifa ya nje, walikuwa wanatengeneza hiyo, wanalipa. Yani sasa hivi promotion ni biashara. Alizungumza Salamu SK akasema connection zote sasa hivi zipo mtandaoni. Wewe ukitoa wimbo wako wa Komasava au umetoa wimbo wako sijua wewe ukitaka upigwe kwenye kituo cha of course sijui Power 105 kwenye show ya Breakfast Club wakina DJ AVY waizungumze, inawezekana. Kwa hiyo sasa hiyo yote inahitaji mikakati na pesa lazima iwepo. Kwa hiyo wasanii wafanye uwekezaji kwenye muziki wao, kama ambavyo unaona mtu pengine anachukua milioni yake 3 anaenda kuwekeza kwenye biashara. Wasanii pia watumie hiyo njia. Kwa mimi bwana, kwenye streaming zangu nimekusanya labda milioni 100, milioni 30. Hii ni promotion kwa upande wa nje tu. Usionee huruma, wekeza kwenye muziki. Ndivyo ambavyo wasanii hata wakubwa wa Nigeria na maeneo mengine wanafanikiwa. Sawa, kwa uwekezaji ambao unaozungumzia unaweza ukasaidia pia kuleta walau matumaini kwenye tuzo kubwa za kimataifa kama BET na Grammy. Kuna vitu viwili hapo. Tuzo ni biashara. Tuzo nyingi ni biashara duniani.
Hiyo lazima ukubali. Kwa nini nakwambia hivi? Yes. Unamwona Chris Brown brother. Chris Brown ndo mrithi wa Michael Jackson, anatajwa dunia nzima inamtaja. Hana tuzo ya Grammy yule. Wasanii wengi nikikutajia listi hapa, wengi hawana hizo tuzo. Kwa hiyo wakati tunajiuliza tunafikaje kule, lazima pia tujue kuna kuwa na janja pia zipo nyingi, but hatupaswi kujaribu kufanya. Grammy wanasema wana vigezo vyao, mojawapo ni wanatazama uhalisia wa vionjo vya muziki kutoka mataifa husika. Na ndio maana sisi hapa tukasema bwana, singeli imekuja ni pure sound kutoka Tanzania, husikii popote, basi huu tuufanye mdundo wa taifa. Kwa hata wasanii wetu wapambane kuupeleka kimataifa zaidi, pengine watatuletea Grammy. It's okay, mimi nakubaliana na hiyo issue kwamba nyimbo nyingi ambazo zinakuwa submitted Grammy na kuwa recognized ni lazima ziwe na vionjo vya eneo husika. Lakini mwisho wa siku, yote kwa yote, tunahitaji watu members kwenye huko Grammy Academy, ambako huko ndiko ambako mchakato huwa unaanzishwa za kuwatafuta hao watu ambao wanaingia kuwa recognize na kupigiwa kura. Members wa Nigeria wapo wenzetu wengi, na hiko ndo kitu ambacho pia tunapigwa sana na wa Nigeria. Wao wana rasilimali watu wengi kwenye mifumo mingi ya kimuziki duniani. Member wa Grammy, tuzo zaidi zinapigwa kwanza kabla hujaingia kwenye kupigiwa kura na wananchi. Kuna kuwa na cabinet ambayo ndio hiyo sasa Grammy Academy, wao wanakupigia kura, wanampigia kura msanii husika ambaye yuko pale. Kwa hiyo the same kama ilivyo tu kwenye masuala ya vyama, una pengine watu wako wachache ndio utakapofeli, hata kama una muziki mkubwa. Na sisi kwa nini sasa tusipeleke hao member kwenye hiyo academy za Grammy? Sasa hiyo sasa ndio uelewa sisi tunapaswa kuendelea kuzungumza na wadau wa muziki. Kwa mfano wakina Salamu SK, wakina AY ambao wana muscles na wanaojua muziki, walitakiwa tuwaone kwenye hizo academy, ili linapokuja swala la kufanya maamuzi ya kuwapeleka watu na sisi pia twende pale. Kwa hiyo Grammy ni tuzo nzuri, zina heshima, lakini bado pia mimi nasema kuna ujanja upo bro, huo ndio ukweli. Kwa hiyo niliwahi kuchambua mimi nikasema nadhani focus yetu tuache legacy, tutengeneze legacy zaidi kuliko kuzililia tuzo. Mtu kama Diamond ameacha alama kubwa sana. Imagine 2021 kwenye ile Warner Music Distributors ana sign contract ya $500,000, almost bilioni 13 za Kitanzania. Umeelewa? Vitu vya namna hii tutengeneze wasanii wengi kutoka kwenye mikono ya wasanii. WCB inatoa almost wasanii 5 A-list musician kutoka nyumbani Tanzania. Utawataja kutoka kwenye record label ile. Tuache legacy, twende tukafanye show, tutengeneze mashabiki, tukajaze O2 Arena London, ambayo kila mmoja amekuwa akitamani leo hii msanii wetu kutoka nyumbani anaenda kujaza. Na huo ndo uhai wa msanii. It's not about tuzo peke yake. Tuzo hazitoshi. Kwenye hizo arena kubwa kama O2, ukiangalia labda kwa miaka ya mbele, kuna matumaini yote ya msanii wetu wa Tanzania kujaza uwanja ule? Of course. Mimi nakwambia mimi nakupa miaka 5 kama sio 3. Ni msanii gani ambaye unamtazama kama anaweza kututoa kimasomaso kwenye issue ya kujaza O2 Arena? Mimi hapa nakuwekea Jux na Diamond. Kwa miaka 5. Unadhani kwa miaka 5 ataendelea kuwa kwenye peak? Of course. Hii ambao wako sasa hivi. Of course. Mimi nikuuliza tu, Diamond leo na miaka mingapi kwenye game? It's almost miaka 16 sijui 10 ngapi. Since 2009 tunamsikia mpaka leo yupo relevant, na kila siku chati yake inaendelea kupanda zaidi international. Kwa maana hiyo inatoa tafsiri kwamba tasnia yetu ya muziki hapa Tanzania haitengenezi wasanii wakubwa wapya. Exactly. Ni wale. Exactly. Na hiyo ni tatizo kubwa sana. Kwa nini? Kwa sababu kwanza ujeuri. Sisi wa Tanzania sijui nisemeje, tuna roho gani sijui. Ujeuri wa binafsi, hatutaki kusapotiana sisi wenyewe kwa wenyewe. Nigeria unaweza kwa sababu wanapeana tough, na ndio maana unaona wengi wapo nje. Akitoka Wizkid akienda kufanya show O2 Arena London 2021 ana perform, anamchukua Burna Boy ana perform naye. Sijui anamchukua Rema anapanda. Sisi hapa hatufanyi hivyo. Wasanii wetu inawezekana pengine kwa sababu ya disappointment. Umeona mfano mtu kama Harmonize.
mimi nilikuwa namtazama Harmonize ndiye mbadala wa Diamond pamoja na Jux linapokuja swala la kwenda kutuwakilisha international. Lakini angalia leo hii Harmonize amestaki kwa vitu ambavyo vimetokea kwenye industry. Harmonize ana nguvu, anaitoa wapi nguvu ya kwenda kumwomba connection Diamond kwamba mzee, mimi nataka niingie Nigeria labda kwa Wizkid, naomba connection yako pale. Kwa vitu vilivyoendelea vilikuwa vinazungumzwa kwenye industry, kutupiana maneno since ametoka WCB. Diamond mwenyewe unamwona kabisa yuko disappointed. Kwa hiyo tuna hiyo changamoto, mpasuko huu wa wasanii unatuchelewesha sana sisi kusogea kimataifa, na ndio maana tunabaki wachache. Umeona ushirikiano wa Diamond na Jux since 2019 wanatoa nyimbo zao za Sugua, ndio unawafanya mpaka leo wako hapa, wakaenda pamoja BK Arena pale Rwanda kuperform ile Enjoy. Baada ya hapo Jux ndio ikawa safari yake. Rayvanny huyu hapo namuona huko India anauza muziki wake, anafanya vizuri. Kwa hiyo swala la mpasuko na umimi, Alikiba anasema mimi ndo mimi kwenye hii taifa. Diamond anakuambia wewe mimi utaniambia nini? Harmonize naye akipiga hivi na Kiingereza chake anakuambia mimi ndo nimemaliza, nishapiga kazi na ngoma na Skills. But haitoshi, ni lazima tuungane kusogea huko kimataifa. Lakini yapo madai yanasema kutokuelewana kwa wasanii wakati mwingine ni zile strategy tu za kibiashara. Swali lina ukweli kiasi gani, au ni kwamba kama ni chuki basi chuki ipo kweli? Hawapatani brother. Trust me, hii tena iende na watu waniambie mimi. Huto kuja, mimi nakwambia ukweli. Kilichopo ni kwamba msanii anayeshambuliwa zaidi kwenye hili taifa ni mtu ambaye roho yake nyeupe. Angekuwa mwingine, hata anapokutana msanii mwingine asingeongea naye, na asiajabu angempush pembeni. Kwa vitu ambavyo viliwahi kutokea na maneno kwenye industry, wasanii wetu hawapatani kweli. Hakuna kwamba kuna kuchangamsha game. Sasa nini walitakiwa kufanya? Ilipaswa ibaki kwenye kuchangamsha game, alafu behind the camera wanakaa wanatengeneza strategies za kuvuka nje. Harmonize na Diamond hawapatani kweli bro. Hawapatani. Usikudanganya ile interview, ile video sijui wako Zanzibar Trace Music Awards. Wanasalimiana pale. Nimesema ni kwa sababu Diamond hana moyo wa kuwekea vitu, akikuona akukunjie. Lakini angekuwa mwingine asingeongea naye. Sasa hii ni changamoto kubwa ambayo sisi natufelisha. Leo hii Diamond ametangulia, Jux ametangulia, Rayvanny ametangulia. Ndo connection, wengine wanavutana kwa mtindo huo, lakini uoni, unamwona Diamond anaenda zake Paris kimya kimya tu. Alikuwa na uwezo wa kusema Harmonize, tuondoke hapa twende tukashow up watu dunia ione. Sasa kuna jambo jingine, upande wa mashabiki wamekuwa wanaonekana kama ni tatizo au chanzo cha kutokuelewana kwa wasanii, kwa sababu kuna baadhi yani kiufupi tuseme baadhi ya mashabiki wana entertain ya mabifu. Na unajua beef sio kitu kibaya. Hata media zina entertain. Ile lazima ujue. Sio tu mashabiki. Hiyo ilianza kwa wasanii wenyewe kwanza. Wakati wanataka kudominate East Africa. Kuwashika mashabiki wa ndani. Diamond akasema mimi naingiaje kuwapata mashabiki wa Alikiba na wengine, na mchokoza Alikiba. Kwa hiyo mashabiki wametengenezwa na wasanii wenyewe. Na hiyo mentality wamevalishwa kutoka kwa wasanii. Lakini vile vile media husika, hizi media ambazo sisi tunazo, media zina promote pia hizi beef kwa sababu ndo biashara inauza. Na kwenye muziki duniani kote swala la beef ni la kawaida. Wizkid na Davido hawapatani muda mrefu sana. Burna Boy tu na Davido hawapatani, ndo biashara ilivyo. Lakini sasa haitakiwi kwenda personal. Vitu vingine huku nje kwenye carpet vilipaswa viendelee. Kwa hiyo hata mashabiki unasema unauliza kama wana entertain, it's true wana entertain, na kwa sababu mfumo umetengenezwa hivi. Juzi unakumbuka Alikiba alikuwa Mwanza. Watatoa mimi natoa moja tu. Diamond yuko Kigoma anasema hamna kenge yote mimi atakaye nishinda hapa. Kwa hiyo umeona hivi vitu na vikitokea kwenye mtandao, mijadala inakuwa nani mkubwa na bwana huyu simfananishe na hivi, Diamond mkubwa usimfananishe. Kwa hiyo inaleta uhai wa industry, but haipaswi kwenda personal. Kwenye hilo swala la mashabiki kuwashindanisha wasanii, nakumbuka kuna kauli moja alitoa Bien, ametoka kufanya collab ya Finali na Alikiba. Kuna watu walimfuata wakamuuliza kwamba bwana, watu wanasema kwenye ngoma ya Finali bwana Alikiba kakuua vibaya mno. Jamaa akasema kuwalinganisha wasanii ni mentality za umaskini.
na akasema kwamba Kenya hiyo kitu haipo, ila anaiona sana Tanzania. Kwa upande wako kama mchambuzi wa masuala ya burudani, hiyo kauli unaungana na hiyo kauli au unaipinga? Naipinga, na nadhani kwa mentality ya Bien tutaendelea kuwaongoza na kuwaburuza sana wa Kenya kwenye muziki kama mentality yake ipo hivi. Kwa nini? Kwa sababu biashara ni ushindani. Hiyo kubaliana na mimi. Sio tu kwenye muziki brother. Aende angalie hata kwenye mitandao ya simu, angalie kwenye football. Yaani sio dhambi wewe sisi kufanya comparison kati ya Alikiba na Mbosso, nani amefanya veskali, ndio ukuaji wa biashara yako. Biashara ya muziki ili uwe hai lazima uzungumzwe. It doesn't matter. Wanasema nukuu moja, mtu mmoja anasema all publicity is good publicity. Yaani haijalishi iwe mbaya ama iwe nzuri. Na ndio maana Tanzania wasanii wetu sisi wanaongelewa sana na wanapata endorsement nyingi. Kwa hata makampuni ili kukupa pesa Bien, ni lazima wakuone unaapia kwenye mitandao ili wanapoweka biashara yao kwako iwe rahisi kuwafikia watu wake. Kwa hiyo mentality ya kimaskini anayo Bien, na sio mashabiki wa Tanzania ambao wanafanya comparison kwenye hizo nyimbo. Inawezekana yeye labda anaona sasa mimi Alikiba na mimi wakinishindanisha, Alikiba anajisikiaje ama sijui fulani atajisikiaje. It's a part of business, ni kitu cha kawaida, na ili mziki wa Kenya ukue ni lazima watengeneze hiki ambacho pia Tanzania sisi tunatengeneza. Shafanya interview na Mkenya moja akasema nyi wa Tanzania mnatuzidi showbiz na stories za kwenye mitandao na vitu kama hivi. Usivuke tu mpaka, usimvunjie mtu sheria, lakini Bien na Alikiba nani mkali kwenye ngoma, sijui fulani na fulani nani mkali, ni biashara. Biashara na waipokee, waikubali. Hivi karibuni bwana tumeona diss track nyingi sana kwa upande wa game ya hip hop. Na mwanzoni kulikuwa kuna lawama nyingi kama hip hop ya Tanzania imelala, haipigi hatua. Yaani hivyo kulikuwa kuna hizo. Diss track tumezishuhudia kina Maxi, kina Young Lunya, kina Maarifa, wameuana humo, huyo anampiga huyo, anampiga huyo. Sasa kwa upande wako kama mchambuzi, unazungumziaje hizo diss track? Zina nafasi yoyote kwenye kuiamsha game ya hip hop Tanzania au haina nafasi yoyote, ni kama inaididimiza kabisa? Diss track battles ni sehemu ya utamaduni wa hip hop. Back in the days huko walioanza. Huwezi kuitoa diss track na battles kwenye hip hop. Yaani isipokuwepo hiyo ndo kuna uwezekano mkubwa zaidi wa hip hop kufa. Au rap music kufa. Na ndio maana unaona hapa kati, kabla ya hizi battles na nini, mziki ulilala sana huu. Ukaerupt baada ya kumsikia Azma Mponda amekuja na Aznas nini link zile. Wanachana, wakina Kikosi Kazi wanachana. Hata kipindi cha Weusi pamoja na Kikosi Kazi, kama unakumbuka miaka 3-4 nyuma, mziki ulikuwa umechangamka sana. Ukiwasikia Weusi wanatoa ngoma, huku pia jamaa wamejibu. Kwa hiyo ni utamaduni wa hip hop. Hiyo ndiyo biashara yenyewe. Bad luck ni kwamba mimi nataka niongee na wana hip hop. Waache ujuaji sana. Na hicho ndicho ambacho kinawafelisha sana kwenye muziki wao. Waache ujuaji, wajitengeneze kuwa biashara. Dunia inapozunguka wajitahidi kuzunguka nayo. Kuna mtu mpaka leo haamini kwenye kufanya commercial. Yaani yeye anaonaga ni msanii tu wale boom bap. Biti fulani ngumu. Anasimamia kwamba nini, mimi natunza misingi. Wale wakina Nas ndo watu ambao dunia inawatazama kwenye rap music kama maadco, wanabadilika, wanafanya commercial music. Wakina Jay-Z wanafanya commercial. Lakini sisi hapa Bongo tuna hiyo mentality ya kwamba hip hop ni uchafu. Hip hop hutakiwi kunyoa nywele. Hip hop unavaa nguo fulani, shati fulani kuukuu, yani maisha ya kweli, ugumu fulani hautotusaidia kitu. Mimi kuna clip moja nimekutana nayo bwana, wana hip hop wakubwa kabisa. Sasa mimi kwa sababu Dr. Pupu mimi waga nasema siogopi mtu. Nicki Mbishi, Pima Wenge, Beka Title anashinda naye sana, lakini anaimba. Wakina Songa wako sehemu Nicki anakatakata nyanya. Alafu ile video inarekodiwa sehemu ambako mezani pale kuna vinywaji vya brand tofauti. Pombe kali na za kawaida. Kwamba hawana awareness kiasi cha kujirahisisha. Mimi nasema nani sasa ataweka hela yako, labda kampuni ya kinywaji kukupa wewe bwana uwe ambassador, bwana
kwa mfumo ambao wao wanaotumia. Kwa hiyo wajitahidi sana kuacha ujuaji, ukiwaelekeza wanaona wao ndo IQ zao kubwa. Tunasikitika hapa, kwa nini wasanii wa rap hawasainiwi kwenye record label za Tanzania? Lakini ukweli ni kwamba masharti yao ni magumu. Yani ukiwafuata wana masharti ya hela nyingi ambayo ukiwaacha hata robo ya hiyo hela waingizi. Siko menelewa. Kwa hiyo rap music kufanya hizo battle, kina Max Charlotte Komexi, Young Lunya, wakina Maarifa wanakuja sasa generation mpya. Kuna huyu Wizzy MP anafanya freestyle sana, unaona. Dogo D Danger, wapo wakina Mula Obo wa juzi wanakuja hapa. Yes. Kwa hiyo wanafanya kitu poa sana, na mimi nawaomba wasiwe na mentality za wazee wao. Waje muziki ni biashara, ni lazima tuiuze. Biashara yote ukingangania kufanya kitu kimoja tu, yani ukifanya kwa mtindo ule ule unapoteza mvuto. Na ndio maana nawaambia hata makampuni ya vinywaji inafika wakati wanabadilisha ile brand tu ya chupa. Ndio biashara. Wewe kila siku unauza pipi umefunga kwenye karatasi tu. Basi ongeza hata nani hapo maua. Yeah, kwa hiyo haja kwa wasanii wa hip hop ambao wanafanya ngumu, unataka wa copy na style gani? Waimbe kama Young Lunya labda anavyoimba zile aina fulani kama trap, au waimbe hip hop gani, aina gani ya hip hop ambayo wewe unaizungumzia, ambao sasa itauza na hatimaye watapiga hatua pia hata kwenye level hizo ambazo watu wengi wanastaka wafike? Okay, mimi sijakataza watu kufanya boom bap wanaziita hizo rap ngumu ambazo zinafanywa na baadhi ya watu wafanye, lakini siwe sasa ndio msaafu. Be flexible. Una uwezo wa kufanya commercial, una uwezo wa kufanya boom bap kwa sababu ya culture ya hip hop. Kwamba kuna watu hawatohitaji kusikiliza commercial, mashabiki. Kuna mtu anataka kusikiliza huku kwenye ngumu nyeusi, ifanye. Lakini linapokuja swala hili lingine pia lifanye. Hiyo ni kwenye eneo la muziki. But wanapaswa pia kubadilisha mfumo wao, lifestyle yao kwa ujumla, kuanzia appearance yao. Umeelewa? Ndicho ambacho mimi nasisitiza sasa. Makampuni mengi yanaweka biashara kwa mtu ambaye wanaona anaendana hadhi na kitu ambacho wanakifanya. Kwa hiyo wabadilishe lifestyle, mfumo wao kuishi, sehemu wanapokaa, mavazi, na kila kitu. Hiyo ndo hoja yangu mimi. Sawa, tuje kwenye retro tour ya Diamond. Tumeona amefanya show 2 ambazo amezipa jina la retro tour. Unazungumziaje kuanzia uwekezaji, namna ambavyo umefanyika kwenye show zake? Tukianza na show ya kwanza ambayo alifanya Mwanza, na ya juzi ambayo amefanya Dodoma pale. Yes. Mwanzo tulikuwa tunazungumza kuhusu uwekezaji, kwamba wasanii wafanye uwekezaji. Show ya retro inafanyika kwa mara ya kwanza kwa bajeti kubwa zaidi. Ya Mwanza tuliona watu zaidi ya 100 wametoka Dar wanaenda Mwanza na shughuli maalum. Anapandisha hadhi Diamond ya muziki wetu, na obviously amekuwa mtu wa hivyo, anaanza kwenye maeneo mengi. Kwa hiyo hata hii retro unaweza kukubaliana na mimi, ukitazama viingilio vyake, cha chini ilikuwa shilingi 50,000 Mwanza, cha juu shilingi milioni 5. Meza za milioni 5 zaidi ya ngapi? Zote zilisha mapema, sold out. Na hakuna meza ambayo ilibaki, hata hizo milioni 2.5 na zingine. Kwa hiyo hii maana yake nini? Hii maana yake ni kwamba muziki wetu unakuwa na thamani inaongezeka. Hiyo ni Mwanza. Njoo Dodoma, kiingilio 70,000. Angalia ile stage sound na nini, nimepata taarifa, nimekuwa nafuatilia issue za ndani kabisa, inaelezwa stage na sound almost milioni 160 plus zimetumika. Overall maandalizi, team na kila kitu imetumika zaidi ya milioni 300 show hii moja. Sasa hii ni nzuri, na anatamani wasanii wengine waondoke nayo hii. Kaka yangu Alikiba iangalie hii. Harmonize iangalie hii. Rayvanny iangalie. Iwe chachu na wao kufanya vitu vikubwa vya namna hii. Faida yake moja kuu ya msingi, unapotengeneza kitu cha namna hii unakuza demand yako. Mataifa mengine yanaona msanii anachofanya nyumbani. Unapoitwa kwenye show nje ni rahisi watu kuendana sawa na bei ambazo unawekea. Diamond ametangaza analipwa $200,000 sasa hivi kwenye show, milioni 500 plus. Ukiangalia pale unaiona thamani ya huyo msanii kulipwa milioni 500. Unapomwambia promoter wa nje ama sehemu nyingine yote, mimi sifanyi show chini ya milioni 100, milioni 200, milioni 300, anakuelewa kwa sababu anaona unachofanya chenyewe kinaendana hadhi na unachofanya. Kaangalia mapokezi ya retro tour Diamond anapofika sehemu, msafara wa magari ambao anatumia, hizo ndo zinaitwa branding kwa wasanii.
Kwa hiyo plani yangu kuzungumza hapa kuwakumbusha kwamba wasanii wanapaswa kuongeza thamani siku hadi siku. Usiongeze bei ya show wakati vitu vyako unavyofanya ndio vile vile. Kwa hiyo kuwa na magari makali ya billions of money, kuishi kwenye majumba ya billions of money, kutumia kuwa na crew ya watu wengi, wanasheria, mabouncer, ni mifumo ya usanii ambayo msanii inamuongezea credit ya kuwa na pesa zaidi. Kwa hiyo Retro Tour ni imekuja kutoa elimu for the very first time, kusafiri na watu 100 plus. Hiyo walikuwa wanafanya kina Michael Jackson kwenye Bad World Tour miaka 1800 1900 sijui ngapi huko 1100 ngapi huko, muda mrefu, miaka mingi, lakini tunaona inafanyika kwa kijana Mtanzania. Kwa hiyo iwe chachu kwa wasanii wengine, na huo ulikuwa ujumbe wangu kwa wasanii wa Tanzania ili tuendelee kukuza thamani ya muziki wetu. Yes, tukiwa tunamalizia, tunafikia ukingoni kwenye mazungumzo yetu, nataka nikuulize swali kuhusiana na kazi yako ya uchambuzi. Unavyoona tangu umeanza kuchambua mpaka leo, watu wanakufuatilia, reaction mbalimbali unapokea kutoka kwa wasanii na wengine wengi ambao umekuwa ukiandika kuhusu wao, unadhani hii kazi ya uchambuzi imekusogeza karibu na celebrities au imekutenga mbali kabisa? Kwa sababu kuna wengine naona wao wana mind kauli fulani hivi wanaziandika pale kwenye peji yako. Wewe unaonaje hapo? Uzuri umeona hii list yote au temi washikaji zangu uzuri ni kwamba wanakasirika wanapoona story, lakini wanapoisoma ama wanaposikiliza uchambuzi wa dokta baadaye wanakuwa washikaji zangu. Wanakuwa washikaji. Hakuna bro, ukweli unauma. Hakuna mtu ambaye utamwambia ukweli pale pale akisema nashukuru sana. Mimi kuna siku niliwahi kutoa mtazamo wangu na kumshauri vitu wa Harmonize. Baada dakika kadhaa alituma message nyingi sana DM hapo. DM zito, huwezi kusoma wewe. Na mimi huwa kidogo huaga spendi kujibu vitu hapo hapo. Nikiona naangalia kwa juu, naacha, natuliza temper, nasoma ili hata nikimjibu nisimkwaze. Yaani mimi sitaki vita na watu. Ndio maana hata juzi nilikuwa na interview pale Wasafi. Nilizungumza kuhusu Zuchu, watu wakanishambulia, unaombaje msamaha? Yaani watu wana mentality ya kwamba haja mchambuzi, yeye ni mtu wa beef na wasanii. Yaani mimi ni mbaya wasanii, mimi sio mbaya. Mimi ni mshauri tu ambaye napenda watu wafanikiwe. Kwa hiyo ile message za Harmonize papa nikazifungua, sikumjibu kwanza. After time wakafuta. Juzi tena hapa kuna issue ya Arena, tulikwaruzana kidogo ile kwamba wewe vipi bwana, yeye kaandika Arena. Alikurarua pale. Mama yako anajua kama mimi napambania hospitali. Yes, alizungumza hiyo kauli pale kwenye. Sasa usichokijua ni kwamba baada ya ile mikwaruzano usiku wake kama saa 8 hivi akanipigia tukaongea sana. Kama bana nimesikia bana, nimefuatilia bana, nimeona ila kweli ulicho kizungumza. Na tunapokoseana kama kuna sehemu umeona nimekwaza, sorry bwana, tuendelee kuishape game na vitu. Kwa hiyo hakuna japo naogopaga kuna wakati, na ndugu zangu msinichukulie kwenye hiyo engo, maana kuna muda nakaaga pale nyumbani nikisikia nje huko kuna kitu vipi tena wamekuja nini? Okay, kwa hiyo Zuchu amekuwa unblock. Hajani unblock. Bado. Hajani unblock na bado uko na tofali. Bado niko na tofali. Nani mshauri na management yake. Nadhani Zuchu anapaswa kuwa na social media manager wa kucontrol social media zake. Wasanii wengi hata Marekani ambao unaona huwezi kuhandle comment na nini. Mimi haja naweza. Mimi natukano sana kaka. Tu umezoea kabisa. Lakini sijawahi kumjibu mtu hovyo hata siku moja, na wala sijawahi kumblock mtu. Sasa hoja ya Kim juzi walipokuweka mtokati pale Wasafi, alidai kwamba ulivyoandika kuhusu Zuchu kuto kulipwa kwenye ile show, ulivyoshauri kwamba hakupaswa kuandika vile, au kumtafuta meneja wala mtu yoyote wa Wasafi ili aweze walau kutoa ufafanuzi kwa nini Zuchu kafanya vile. Sasa naona sema kwamba unatumia sana ethics za uandishi kwenye kazi yako. Tunafahamu kuna mambo ya balance, kuna mambo ya fairness. Ni kwa nini hukumtafuta Kim au yoyote wa Wasafi kuelezea hiyo issue ya Zuchu na ukaandika tu? Okay, sawa. It's true, mimi ni zaidi ya mchambuzi, mimi ni mtangazaji. Kwa hiyo na ithibati. Watu wa mamlaka ikinifuata mimi hapa, mimi niko vizuri kaka. Niko sawa. Wasafi Kim. Kim mimi nilimpigia simu kabla ya kuzungumza kile kitu. Na nilimuomba interview Kim kwamba
una muda mrefu hujazungumza kwenye media. Sisi kama watangazaji na wachambuzi tuna mambo mengi sana ya kutaka kujua kutoka kwenye management ama kutoka kwa msanii. Yes. Akaniambia mimi sasa hivi sifanyi interview, lakini nitakutafuta kwa mara nyingine. It's okay. Kwenye masuala ya utangazaji na uandishi wa habari kila mtu anajua. Kuna wakati mimi naweza nikawa unajua kuna tuhuma unapomtuhumu mtu ama unapomshushia mzigo wa lawama mtu, basi inashauriwa sana ufanye hizo sasa kubalance sehemu nyingine ili uwe na uhakika na unachokisema. Mimi kama mtangazaji, kama mwananchi pia kawaida, kuna muda na uwezo wa kudadisi kwenye mtandao na wakati mwingine nikapata majibu bila kuharibu image ya mtu yoyote. Kwa hiyo hata issue yangu mimi na Zuchu, mimi unajua nilikuwa nimeshauri. Sikulaumu, kwanza ieleweke hiyo. Nilishauri kwamba kwa sababu hata ningempigia maelezo yangekuwa yale yale kwamba si msanii ameshaelezea, sio tuma. Ni vitu ambavyo msanii amesema, mimi sijalipwa na kampuni hii na hii nilipoenda kuperform Kasarani Stadium kwenye ufunguzi sijui kufunga zile mashindano ya chani, sio? Yes. Kwa hiyo sisi tuna maelezo ya msanii. Kwa mimi nimeshauri kwamba kama msanii haupaswi kutumia peji yako kukemea ama kuzungumza vile ambavyo alizungumza, kwa sababu makampuni mengine yanakuona. Kwa hiyo wakati mwingine msanii anapaswa kutumia wanasheria, ama kwa sababu ipo chini ya record label ndio ifuatilie hivi vitu. Hivi leo hii kweli social media ndio ina nguvu kuliko sheria? Mimi which is ninachojua hakuna aliyekuwa juu ya sheria. Kwa hiyo swala kulipwa yeye na nini, kulikuwa na contract, mkataba, walipaswa kufuatilia. Kwa hiyo nilishauri, mimi sikutuhumu. Lakini swali lako la kwamba kwa nini sikumtafuta Kim, mimi Kim nilimpigia akaniambia hafanyi interview. Kwa hiyo sasa kuna wakati ndio maana nimwambia, mnapokosa sisi kutusikiliza, tukija na vitu vyetu, maoni yetu, msilaumu kwa mtindo huu. Kwa mimi mara kwa mara nimekuwa cross check before ya jambo lolote nikiona lina utata, ni lazima niulize ili kupata confirmation. Hayo mengine yanabaki kuwa ushauri ambao msanii anaweza kauchukua ama asiuchukue. Okay, sasa kwa mfano kwenye kauli ambazo huwa zinatoka kwa pengine wasanii au watu ambao uliwakosoa, kwa sababu niliona hata pale wakaanza kukuita snitch, kama hivyo umezungumza Harmonize, kuna neno aliliandika pale. Zile kauli za mashabiki, na kuna mashabiki wa baadhi ya wasanii wanakuaga wanamwaga moto kweli kweli pale. Ukimsema vibaya msanii wao, basi unalo. Wewe una handle vipi hizo situation kama hizo? Ili kusudi okay. Unajua kwa mfano kuna baadhi ya matusi au kauli mbaya zinauma. Wewe unafanyaje sasa kuwa okay tu na kuendelea na kazi, au pengine imeisha kutokea zikakupunguza makali kidogo? Hakuna mtu anazoea matusi. Inaumiza sana. Kuna wakati unakaa mtu namjibu. Mimi Mungu pia amenipa uvumilivu. Nasemaga sasa nikianza kuwa broke wao, kuwatukana na hao, mimi niweka kwenye nafasi gani? Mimi yale anapokuja kwanza ni calmness. Nasoma na huyu anahoja, okay, ameandika kwa mhemko. Unajua kwa kawaida hakuna shabiki ya msanii anapenda msanii wake akosolewe, hata kama kitu cha kweli mzee. Hayupo. Yaani msanii wake siku zote yuko perfect. Kwa hiyo ukimuelekeza ama ukimkosoa kwa namna yote, lazima akujie juu. Kwa matusi yanapokuja ama comment za hovyo za namna ile, mimi wakati wote, kwa sababu nilishajiandaa, nasema bwana, mimi hii comment wasidili nazo. Yule ambaye naona na hoja huwa na wajibu, lakini sio kwa lugha mbaya. Lakini pia kwa nini wachambuzi ni kama hawa muelewani? Wachambuzi tunawajua kwenye wa burudani. Nadhani naona wafahamu wenzako. Ni kama waga mnarushiana. Hasa kwa sababu upupu ndo namba moja. Kila mtu unajua, kila mtu anaitaka namba moja. Yaani kuna huyu anampiga huyu anampiga huyu mwingine anamuona mwenzake hafai. Wewe unadhani kwa nini? Wewe fikiri ugomvi wa Diamond na Harmonize ni Harmonize anataka kuwa namba moja, lakini Diamond ameshinda vita, yeye ndo anauhalisia wa namba moja. Kwa the same to me.
Wachambuzi tumekuja hapa kwa sababu ndo kitu tumekifanya kwa serious zaidi, hasa kwenye hii era ya digital. Yes. Ulikuwepo before, ila sisi tumeuleta kwa kasi. Kwa hiyo na sasa hivi unaona nchi nzima focus ni wachambuzi. Sio wachezaji wakina Ali Kamwe, wote wanaona kwa bwana kuna hawa wachambuzi. Sasa ni hot cake. Kwa hiyo kila mtu anataka aonekane kwamba yeye ni bora zaidi. Lakini ukiniangalia mimi Dr. Pupu, mimi ni bora zaidi ya yote. Mimi ninachambua, mimi ninaandika, nasoma andiko, ninazungumza fact na siendi sehemu kuongea kabla sijafanya utafiti. Kwa hiyo ukiona mtu ananishambulia ni kwa sababu tu labda hakutaka kusikia yale. Sasa ndo hicho unaona, na nikwambie kweli, hata wachambuzi wengine unawaona, kuna vitu vingi wanaviiba kutoka kwenye peji yangu. Kwenye peji yako. Exactly. Mimi kuna wakati nasema exactly. Watu wana extract madini pale. Kabisa, mimi kuna wakati nasema ngoja niandike hizi highlights kuwahabarisha watu wangu kwamba leo nitakuja kuchambua show ya Abigail Chams aliyoperform Kenya. Nimeona 1, 2, 3. Bwana, ndani ya dakika 10 zijazo unashangaa kuna mchambuzi ashakaa kwenye kiti ka rekodi. Unajua Abigail Chams Diamond 1, 2, 3. Sasa hivi mbona niliandika mimi? Yes. Lakini naacha kwa sababu najua nipo kwa ajili ya kuwasaidia na wengine wapate hiyo knowledge na vitu kama hivi. Basi muda mwingi topic zangu zimekuwa zikitumika. Unakumbuka juzi hapa pia nilimshauri Harmonize juu ya kutomtumia sana Kajala kwenye video vixen. Umeelewa na kuna mchambuzi aliibuka pale akasema sasa kama mtu ana girlfriend wake mzuri kwa nini asimtumie? Hiyo hoja ulichukuliaje kwanza? Niliwajibu ni kwamba jamaa alikuwa na hoja au hakuwa na hoja. Niliwajibu kwamba umeona kwenye issue ya video shooting ama kwenye muziki kila unachokiona kina maana yake. Video vixen ni mpamba jukwaa, yani ile ni anapamba video. Sasa sisi watazamaji, mfano ya Grey, wewe una vitu vyako. Yes. Unakuta labda upendi mwanamke mwenye nyama nyingi sana. Unapenda modo fulani, umeelewa? Wewe unapenda mwenye nyama. Yes. Kwa hiyo Kajala atakufurahisha. Sasa kuna labda bwana Temba issue za na magani sio vitu vyake, anapenda modo. Kwa sasa wewe humuimbii Kajala. Wewe unaimbia majority ya watu duniani ambao wana sample tofauti. Sawa. Lakini vile ndio sasa mimi nikimwona mimi inaniboa. Kuna wakati naona yani video vixen lazima awe mwembamba. Sasa kila mtu anapenda mwanamke mwembamba jamani. Na sisi ambao tunataka wanene tuwaone. Kwa changanya. Ukichanganya naleta ladha tofauti. Lakini vile ni legacy. Unapobadilisha video vixen, kuna wakati hao video vixen wanapata umaarufu mkubwa, wanapata endorsement na vitu vingine kutoka kwenye video yako. Kwa mfano yeye mwenyewe ana Sofia Ameloa, ile Ameloa. Yule dada ni maarufu. Yes. Diamond Zuena maarufu. Kwa sasa unang'ang'aniaga tu mtu mmoja, kwa nini? Badilisha, tuchanganyie ladha tofauti mzee. Hiyo ndio ilikuwa maana yangu, na inaongeza chachu ya watu kufuatilia biashara ya msanii husika, sio tu kwenye video, hata kwenye audio. Sawa, nakushukuru sana Saidi Haja. Muda wako hautoshi, wewe nitafuta tena siku nyingine. Itabidi tufanye episode nyingine tena. Lakini tulikuwa na wakati mzuri kabisa kwenye episode yetu ya kwanza ya podcast yetu ya The Heavy Talk. Na ni kweli tumekuwa tuna mazungumzo ambayo ni heavy kweli kweli na Haja the Credible, au unaweza kumuita Dr. Pupu. Mpaka wakati mwingine tena, kwa heri.